Tumepewa njia ya kufuata hasa kwa hizo sheria ambazo zimepitwa na wakati. Na ni kweli ile njia ambayo tumepewa tuifuate, tutafuata njia ile ile kwa sababu kwamba tunafuatilia hilo jambo. Na swala la basari ni masikitiko kwamba tunaomba kwamba sisi katika kaunti government tusipeane basari. Ilhali kwamba sisi ndio ambao tuko hapa mashinani, hasa sisi kama ma MCA tuko na wananchi pale nyumbani. Sisi ndio tunajua shida yao na sisi ndio tunaamka kila siku asubuhi kufuatwa kwa mambo ya basari. So swala hili la basari tunaomba kwamba lisiweze kutolewa haswa, kwa sababu likitolewa vile ambavyo inafuatilizia tutaumia haswa sisi ambao ni viongozi wa mashinani. Tunaomba kwamba kuweze kuwa kuna mwelekeo mzuri na maelewano mazuri, tukaweze kuendelea kupeana watoto wetu basari ili watoto waendelee kusoma. Wakati tukija na katiba ambayo tuko nayo, hatukujua kwamba kutakuweko na utata baina ya Senate na bunge la kitaifa, kwamba kuna wakati sheria inaweza kupitishwa upande ule, upande mwingine kuna wengine watakuwa kidogo na ugumu kuona wakipitisha mambo mengine. Nafikiri hiyo ndio jambo ambalo tunaona ina uzito zaidi. Kama inaweza kupatikana suluhu hapo, nafikiri kazi ya Senate na sisi ambao tuko huku chini kwa magatuzi itakuwa rahisi zaidi, na tutaona mtiririko wa huduma ambao inatoka kwa wananchi. Tunatakikana tuwe na wafanyikazi 100 wa bunge, lakini sisi nikija hapa nilipata tuko na wafanyikazi 132. Wengi wa wafanyikazi 98% ni vijana. Kwa hivyo ni kumaanisha hatuwezi kuwafuta kazi kwa sababu wameandikwa kazi, ni vijana wa huku, watu wanataka ajira, hatuwezi kuwafuta kazi. Tutafanyaje? Sasa ukiangalia utendaji kazi unakuwa mgumu. Kwa hivyo nafikiri pia kule Senate kama mnaweza kuwa na mbinu, hata mbali na hii kamati yenu ya kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuboresha, alafu pia tukatazwe kuongeza, kwa sababu sisi hatuwezi ajiri. Lakini wale wako unawezaje kuwa na mabadiliko ili wakati mkiwa na mgao huo unaambatana na wale wafanyikazi ambao wako pale ili waweze kupata huduma ambayo inastahili, kwa sababu sasa tunawafinya ili wengine waweze kuishi, ambao si vizuri. Tumeongea na speaker, tumeongea na MCs wote na wamejitahidi kuona kwamba sheria zile ambazo zinahusika sana sana na ukusanyaji kodi na mambo mengine yale wametekeleza. Kwa hivyo ni hayo tu, ndio sababu tuko hapa kama kamati ya Senate kutoka Nairobi. Kutoka ugatuzi uanze sasa, imepita miaka 10. Kwa hivyo ile sheria ilitengenezwa 2013, 2014, 2025 imeisha na ifai kuwa ikitumika kulipisha pesa wananchi wa Kenya. Sisi kama Senate tumeadvise ya kwamba kwa sababu county government zinasimamia watoto wengi wetu ambao wako na shida ya shule, hizi county government, Kilifi ikiwa moja yao, pamoja na county government zote za Kenya, wafanye MOU, wafanye makubaliano kupitia kwa Intergovernment Relations Committee, waandikishane kwamba county government imekubali kuendelea kulipa hizo pesa ili kusiwe migogoro na wananchi wasipate shida. Kwa hivyo hiyo ndio advice sisi kama Senate tunasema ya kwamba MOUs zifanywe, wananchi wasiumie, kwa sababu kama ni national government, kama ni county government, wote wanatumikia hao wananchi ambao walituchagua.